siku ya tarehe 25 ya mwezi wa kwanza kuelekea tarehe 26 ya mwezi wa kwanza, Jamii Afrika walifanikiwa semina yao ya kwanza katika mji kasoro bahari, nikimaanisha Morogoro. Semina hii ilihusu mafunzo mafupi ya kwa vitendo na mafunzo ya theory kuhusiana na misinformation, disinformation na malinformation. Mbali na disinformation na misinformation, kuna kitu kinaitwa malinformation. Malinformation ni nini? Ni ile taarifa ambayo ya kweli inayomhusu mtu fulani, lakini inakuwa revealed katika jamii bila yeye mwenyewe kuwa na idhini. Wengi sana wanafanya vitu kama hivyo, unakuta mtu anapostiwa video yake ambayo haifai katika jamii bila yeye kutoa idhini. Leo hii katika jamii kumekuwa na taarifa nyingi zinazopostiwa katika mitandao ya kijamii bila ya kuwa na idhini ya wahusika, ama zinatumika kama connections. Lakini pia tulifanikiwa kujifunza fact checking. Fact checking inamaanisha nini? Mwandishi wa habari, professional journalism au citizen journalism. Professional journalism ni wachache kuliko citizen journalism. Citizen journalism wamekuwa wengi sana ambao wanaelezea na wanaposti vitu katika mitandao ya kijamii bila ya kuwa professional. Hii inamaanisha kwamba katika jamii kuna watu wengi ambao wamejihusisha na kazi ya uandishi pasipo na ujuzi ama taaluma ya uandishi. Leo hii katika semina ya Jamii Afrika nimejifunza vitu viwili ambazo ni tools zinazokufundisha wewe fact checker ama professional journalist uweze kujua kwamba hii taarifa ni ya ukweli ama si ya ukweli. Kumekuwa na teknolojia ya AI ambao wanakuwa wakitumia vitu vingi sana au vyanzo vingi sana kuonyesha kwamba hii taarifa ni ya kweli, na watu wengi sana wanatumia AI vibaya. Lakini leo hii nitakufundisha matumizi ya AI kwa usahihi. Kuna kitu kinaitwa Hive moderation. Hive moderation ni tools ambayo unaingiza taarifa, inaweza kukujulisha kwamba hii ni ya AI ama si ya AI. Wewe mwandishi, professional journalist, lazima uitumie hii ili kujua kama hii taarifa yako ni ya ukweli ama si ya ukweli. Na kitu cha pili kinaitwa Google Lens. Google Lens inatusaidia sisi waandishi professional tuweze kujua kama hii taarifa imepostiwa mwaka gani na ilitokea mwaka gani. Mwandishi lazima ufact check taarifa yako bila ya kuiposti au kuipublish katika media yako. Kuna kitu kimoja cha ziada na cha mwisho. As a journalist, you need to doubt and verify your information. Have a good moment. Kwa jina naitwa Hadija Yahya Sufiani, ni mwanafunzi wa mwaka wa pili katika Chuo Kikuu cha Waislamu cha Morogoro. Usisahau kulike, kucomment, kushare na kusubscribe channel yangu YouTube D Online TV. Hadi wakati mwingine.